Ni wakati mwingine tena, mpendo wangu, kama ambavyo tumezoea kwenda na hizi klipu kwa muda mfupi, na ningetamani sasa tena tushirikishane jambo jingine kidogo. Nilishawahi kuzungumza huko nyuma, na kwa namna ambavyo naona linaendelea kushika kasi, naona na mimi niendelee kuwapasha habari. Ikiokolewa hata roho moja kwa Mungu ina thamani kubwa kuliko roho 99 ambazo hazina sababu ya kumuhitaji Bwana. Sasa ni kuhusiana na siku ya saba. Mijadala mingi huko Facebook, Instagram, kule YouTube na maeneo mengine, kwenye radio, debate mbalimbali zinaendeshwa kuhojiana juu ya ipi siku sahihi ya kuabudu. Kwanza, kwa research niliyofanya, Sabato ambayo tunaizungumza leo na Sabato aliyopumzika Mungu zina utofauti kidogo. Ingawa maandiko yanatambulisha kwamba ni Sabato ya Bwana Mungu, ni kwa sababu Mungu ndiye aliyewapatia. Ni Sabato ya Bwana Mungu wenu kwa sababu Mungu ndiye aliyewapatia. Lakini kwa namna ya utendaji wa Sabato ni vitu viwili kabisa. Kwanza, Sabato ya Mungu, Mungu alifanya kazi siku 7. Alafu ile siku ya 7 akapumzika. Yaani vitu vyote kwa uumbaji na kuwepo kwenye uhalisia viliumbwa siku ya 7. Alafu ile siku ya 7 Mungu akamaliza kazi zote akapumzika. Ukitaka kujua kilichofanyika pale, kinachotajwa kwenye sura ya kwanza mpaka mstari ule wa 30-31 kumalizika, sura ya 7 inaanzia sura ya pili. Mwanzo sura ya pili mstari wa kwanza pale mpaka 5 inakuonyesha hakukuwa chochote ambacho Mungu aliumba. Alianza kuumba sura ya 7, na aliumba vyote na akapumzika. Hilo nilitaka niliweke sawa kwanza. Lakini Sabato aliyompa mwanadamu, ingawa ni ya kupumzika siku ya 7, Sabato aliyopewa mwanadamu, yeye anatakiwa kufanya kazi siku 6, anaishia siku ya 6. Ya 7 haruhusiwi kufanya kazi yoyote, ni kupumzika. Kondo utofauti, yeye Mungu alifanya hadi siku ya 7, lakini aliyowapa wanadamu wanafanya kazi siku 6, ya 7 wanapumzika tu. Okay, tuko pamoja, naamini katika hilo. Sasa kwa research nyingine iliyofanya, Sabato katika Agano la Kale imetamkwa mara 85. Inaweza ikawa pungufu kidogo au zaidi kidogo, lakini ni mara 85. Alafu katika Agano Jipya imetamkwa mara 60. Na maanisha neno Sabato, 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 achilia neno linalotajwa pumziko. Ukiunganisha na neno pumziko inakuwa kama mara 170 na kidogo hivi. Katika maneno hayo yote hakuna neno ama agizo popote ambapo Mungu alituagiza kwamba Sabato ni siku ya kuabudu, kwamba Sabato hii niliyowapa ya siku 6, fanya kazi siku 6, siku ya 7 ni ya kuabudu. Hamna. Ila zilikuwepo Sabato kadhaa za majuma hizi zilizoendelea, za miandamo ya miezi na nini, hizo ndo zilishikwa na masikukuu mbalimbali na watu wakaenda kafanya ibada. Lakini Sabato ile ya siku ya 6 haipo popote. Na kwa sababu inaruka hewani hii, kama unayo maandiko ya namna hiyo ambayo Mungu mwenyewe aliagiza au Yesu mwenyewe aliagiza kwamba siku hii ya 7 ya Sabato iliyotajwa kwenye amri 10 za Mungu ile ni siku ya kuabudu, utaiweka hapo kwenye comment chini hapo. Nakukaribisha sana mpendo. Nimefanya research hii na naomba pia na mimi nitakuwa nimeelimika na mimi nimesaidika, maana mimi najifunza kila siku. Sijaona popote katika maandiko hayo 145 au kichukulia na mapumziko mengine 100 karibu na 70 kitu, hakuna neno lilipotajwa ama Mungu aliposema ni siku ya kuabudu. Hiyo ya kusema Yesu kama ilivyokuwa desturi yake aliingia katika sinagogi akaenda akaabudu kama ilivyokuwa desturi yake. Paulo mtume katika Matendo 17 mstari wa kwanza, kama ilivyokuwa desturi yake akaingia siku ya Sabato akahojiana nao Sabato 3. Yote hiyo haitusaidii. Aliyeweka hiyo siku kuwa ni ya kuabudu ni nani? Kwa sababu hata ukienda wa Jumapili nao kama ilivyo desturi yao wanakwenda wanaabudu, wanakwenda wanatukuza siku ya kwanza ya juma. Aliyewaambia kwamba siku hii mtakuwa mnaabudu, kabla ya kuziangalia desturi hizo, na aliingia mfalme kama ilivyokuwa desturi yake, aliingia Yesu kama ilivyokuwa desturi yake. Nani alisema siku ya Sabato
ni siku ya kuabudu. Hilo ndo la kwanza. Agizo hilo liko wapi? Ila kulingana na tafsiri ya Biblia, neno sabato, Sabbath au Shabbath lina maana pumziko, halina maana abudu. Sawa. Nitoke hapo, nataka nikimbia haraka haraka nikuelekeze kidogo kuhusiana na Yesu. Wengi waliotamani sana kuingia mbinguni walimuuliza Yesu, tufanye nini ili tukaulisi uzima wa milele? Yesu aliwaambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, kwa nguvu zako zote. Alafu amri ya pili, mpende jirani yako kama nafsi yako. Kamwe hakusema ishike sabato. Sisi kama unaifuatilia Biblia vizuri na maneno ya Yesu. Lakini jambo lingine ni kuibia tu kainchu kidogo. Yesu alipokufa kifo cha msalaba pale, alizikwa, akafufuka siku ya tatu. Baada ya kufufuka alimaliza siku 40 duniani. Baada ya kufufuka alikaa siku 40, achilia zile siku za miaka ile 3.5 ya kuhubiri Injili, au maisha yake yote miaka 33.5 aliyoishi chini ya jua. Mpendwa wangu msikilizaji, hakuna mahali lilipo hilo agizo, lakini hizi siku 40 baada ya kufufuka alikaa siku 40. Siku ya 40 ndio aliyopaa kwenda mbinguni. Mpendwa wangu, nataka nikwambie, katika siku hizo 40 Yesu hakuwahi kukanyaga siku ya sabato au kusanyiko lolote la sabato hata mara moja. Umewahi kufuatilia na kufanya research ya namna hiyo? Hakuwahi kuingia katika sinagogi lolote la kisabato, kusanyiko lolote la kisabato, mahali popote wanapoabudu siku ya sabato, kwa sababu walikuwepo waliokuwa wanaendelea kuwakilisha amri za Musa, na sabato iliendelea kusomwa, lakini hakukanyaga hata siku moja. Unajua ni kwa nini? Yeye alikuwa ameshatangaza kwamba nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, mimi sasa ndio pumziko. Lakini cha ajabu ambacho nimekifuatilia na nimejaribu kuangalia, nachozungumza hapo, nimejaribu kuangalia hapa, alionana na wanafunzi wake baada ya kufufuka zaidi ya mara 11. Zaidi ya mara 11. Eneo la kwanza ni kitabu cha Yohana sura ile ya 20 mstari wa 11 hadi 18. Ni siku ya Jumapili, yaani siku za Jumapili peke yake ndio alizoabudu, ndio alizoingia kawafundisha wanafunzi wake. Sabato hakukanyaga. Siku 40 ni mwezi mmoja na siku 10 kwa kalenda ya Kiyahudi, maana kalenda ya Kiyahudi ina siku 30 tu, haina siku zaidi ya hizo. Kwa hiyo inapozungumza siku 40 manake ni mwezi mmoja na siku 10. Sasa Yohana 20:11 hadi 18 ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma. Anawakuta wanafunzi hapo. Lakini vile vile sehemu hiyo ya pili Biblia inazungumza ambayo nimeweka mimi ni ya pili, ni Mathayo 28 mstari ule wa 8 hadi wa 11, ni siku ya Jumapili. Lakini vile vile tatu nimeona hapo Luka 24 mstari wa 34, anamtokea Petro na kumwelekeza hapo, kumpa maelekezo mengi. Ilikuwa ni siku ya Jumapili. Lakini 4 analitokea kundi kubwa hapo katika Luka 24 mstari wa 13 hadi 35. Ninaiona hiyo. 5 ninakupa angalau maandiko ili ukasome, alafu uje ujiridhishe na wewe uone siku gani aliingia siku ya sabato. Hizi ni siku za Jumapili tu nimeangalia. Sehemu hiyo ya 5 ambayo nimeweka namba 5 ni Yohana 20:19 hadi 23. Luka 24:36 hadi 43. 6, angalia tena hapo ambapo anamtokea Tomaso. Yohana 20:26 hadi 29. Ni Jumapili. 7, alimtokea vile vile, aliwatokea wanafunzi wote. Yohana 21 mstari wa kwanza hadi wa 14. 8, alionekana ama alitokea tena katika kusanyiko siku ya kwanza ya juma katika Biblia zetu, Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 6. 9, alimtokea Yakobo siku ya kwanza ya juma, Wakorintho 15:7. 10,
aliwatokea tena wanafunzi wengi, nadhani ndio wale 500 katika kitabu kile cha Luka 24:50 hadi 51. Lakini Matendo 1 mstari ule wa 3 hadi wa 9. Maandiko haya yote na mengine mengi ambayo nimeangalia yote alikuwa anawatokea siku ya Jumapili asubuhi, siku ya Jumapili jioni, siku ya Jumapili mchana, majira mbalimbali, lakini ni siku ya Jumapili tu. Tangu alipofufuka hakukanyaga Sabato. Sabato ilizikwa na ikazikwa na ikazikwa na haikuonekana tena. Huyu anayekuambia habari ya Sabato na kukupa mashtaka leo, muulize mitume wale 12, si ndio wanafunzi wa Yesu? Ndio walishinda na Yesu miaka 3.5 kwenye Injili. Mwambie hawa mitume baada ya Yesu kuondoka walimtukuza Mungu siku ya Jumamosi siku gani? Kwa andiko lipi? Hawakuwahi kufanya kitu cha namna hiyo. Hawakuwahi kusubutu kufanya kitu cha namna hiyo. Na wote, labda Paulo mtume ambaye ndiye aliingia baada ya kutoka mara 10 hiyo, walisoma Sabato kule, alafu mara 10 hiyo Paulo mtume anaonekana kuingia kwenye sinagogi la watu wa Sabato. Soma alipoingia kilitokea nini? Aliwahubiri akasema huyu Yesu naye mhubiri ndiye Mwokozi. Maana hawakumjua Mwokozi, ila waliishika Sabato. Hawakumjua Mwokozi. Na ndio maana paka leo wa Sabato sione kuna mgogoro wa kuokoka. Ndio asili. Maana ni Wayahudi hawakumwamini Yesu, na hawa hawamwamini Yesu. Ndio maana kuambia mmeokoka, hawajui maana ya kuokoka ni nini, kwamba ni kutubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha, hawajui. Kwa hiyo mpaka leo wana mgogoro kuhusiana na kuokoka. Sio hawa, ni kwa sababu Wayahudi hawakumwamini Yesu kwamba ni Mwokozi. Maana jina Yesu ni maana yake ni yeye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hiyo katika mazingira haya hatuioni Sabato kwa mitume, hatuioni Sabato kwa Yesu akiagiza, na alipofufuka hakukanyaga Sabato hata mara moja. Huo ni ushahidi wa kibiblia kabisa. Kwa hiyo yapuuze tu haya mengine. Sisi kutokana na uzito ambao Yesu aliuchukua kutokea siku zote, siku ya Jumapili ndiye aliyowafundisha wanafunzi, na wanafunzi baada ya hapo waliendelea na Jumapili. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tukutane siku zijazo, na kipo kitabu ambacho kitaishi kwa muda mrefu, na nimechambua aina yote inayohusiana na Sabato. Mungu akubariki. Karibu tena wakati mwingine. Amen.